Karibu katika episode ya 11 na ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujaitazama sehemu ya 10, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Sangyang na bidada Joanna, safari yao mwisho kabisa ikawa imeishia ndani ya chumba. Bidada hakutaka kabisa kupoteza nafasi hii aliweza kuipata kwa Mwamba na akaamua kuspend usiku mzima pamoja, na palipokucha tu basi wakawa wanatazamana tu. Lakini usiku wa kesho yake bidada akawa anaelekea katika shift ya jioni kwenda kuatibia mifugo, lakini kwa bahati mbaya sana Mwamba alikuwa amegundua kwamba kulikuwa kuna kitabu fulani bichi asili sana. Akaanza kuchunguza kile kitabu na akaanza kuhisi kwamba huenda huyu muuaji anapatikana kwenye maeneo fulani hivi. Ili kabla Mwamba hajaweza kuondoka katika eneo hili, alimsihi dada kwamba asisubutu kutoka katika kituo hiki mpaka yeye atakapokuwa amerudi, kwa sababu yeye anatoka kwa dakika chache tu, ila atakuja kurudi hapa wakati si mrefu. Sasa kule katika kituo cha polisi Mwamba Kim anaposhikiliwa, siku ya leo alikuwa amemuita askari mmoja na kumwambia kwamba anahitaji dawa za kuweza kushusha homa, lakini askari yule alipokuwa anatoka tu kuna mtu akawa ameingia ndani. Kim alishtuka sana baada ya kumuona mtu huyu, kwa sababu hakutegemea kabisa kuiona sura hii katika mitaa hii ya Selo, kwa sababu alikuwa anajua kabisa balala huyu mtu ni kubwa sana. Mwisho wa siku Mwamba akawa amemua hata kabla ya kuweza kupiga kelele. Captain Seal alikuwa hajui kitu chochote kile kwamba katika Selo hapo ndani ya kituo cha polisi tayari kuna uvamizi na tayari mtu ashatolewa roho yake. Basi moja kwa moja akawa anachimba katika faili moja hivi, lengo ni kuweza kumpeleza huyu Mwamba Kim. Lakini akashangazwa sana kukuta kwamba kuna ule ujumbe ambao watu wanaokaribia kufa huwa wanatumiwa, unakuwaga ni kwenye kikaratasi chekundu. Sasa ujumbe umeingiaje hapa mpaka kituo cha polisi alafu huko kwenye faili la Mwamba Kim? Ina maana jamaa anakaribia kufa au nini? Hasa upande wa pili tunaonyeshwa kule ambako Mwamba Sangyang alikuwa ameelekea kwenda kumtafuta huyo mhalifu, kwa sababu alikuwa anahisi kwamba huenda anatokea katika nyumba fulani. Kaendelea kusogea taratibu, lakini huko upande wa pili tunaonyesha bidada katika hospitali ya wanyama akiwa anaendelea busy kabisa na shughuli zake. Ghafla akaja mtu akiwa na mbwa wake mdogo sana na akawa anasema kwamba mbwa wake ana shida kidogo. Bidada baada ya kumkagua huyu mbwa akagundua kwamba mbwa alikuwa na upungufu wa damu, na kwa bahati mbaya katika hospitali yake hakukuwa kabisa na damu. Na kwa kuwa bidada Joanna alikatazwa kabisa kutoka nje ya hiyo hospitali, basi ikabidi kumwagiza yule mfanyakazi wake na kumwambia kwamba aelekee katika hospitali ya jirani lengo aweze kuchukua damu ya hawa mbwa. Lakini alipokuwa ameenda tu yule bidada, huyu mtu akasema kwamba nilikuwa nakudanganya. Bidada akageuka nyuma kutazama, akagundua kwamba Mwamba alikuwa na lengo baya. Bidada akiwa na hofu kuu akazidi kutetemeka mpaka kaangusha ile spatula aliyokuwa nayo katika mkono. Wakati huo imeanguka, jamaa akazidi kumsogelea kisha kaiokota, na hapa akataka kumfanyia bidada tukio, lakini wakati huo Nesi akawa ameingia. Mwamba akajifanya ni mkalimu sana. Oh Nesi, pole bana, chukua hii hapa, unaweza kumhudumia mbwa wangu, ana changamoto, asante sana kwa kuweza kufika kwa haraka. Hasa bidada Joanna akajikuta kwa labda alikuwa anawaza hili jambo kwamba huyu jamani mkatili, mbona jamani mpole sana. Ikabidi basi kuanza kumhudumia huyo mbwa, lakini wakati anaendelea kumfanyia upasuaji akagundua kwamba huyu mbwa ndani alikuwa amejeruhiwa kwa kipigo. Ikabidi kwenda kumuuliza huyo mmiliki wa mbwa na kumwambia kwamba ilikuwaje huyu mbwa. Mwamba akasema kwamba mimi bana huyu mbwa nimemfuga, lakini wakati mwingi sana huwa anabweka pale nyumbani. Sasa jirani yangu hapendi kabisa namna ambavyo mbwa wangu anabweka. Leo akawa amemvizia na kuweza kumshambulia wakati ambapo mimi niko kazini. Oh, bidada akampa pole sana Mwamba na kumwambia kwamba wakati mwingine awe makini sana, kwa sababu mbwa wake siku moja atakuja kujeruhiwa vibaya na mwisho wa siku atapoteza maisha. Lakini kitu pekee ambacho bidada alikuwa hajui ni kwamba huyu ndiye muuaji aliyeweza kutekeleza mauaji mpaka pale katika kituo cha polisi pasipo watu hata kuweza kujua. Captain Seal bado huko anaendelea na uchunguzi wake, akazidi kuuliza wafanyakazi, hivi hichi notebook kimeingiaje hapa katika faili la Mwamba Kim? Lakini wote wakawa wanasema kwamba hawajui. Wakati huo akapokea simu ikisema kwamba katika Selo Mwamba Kim ameweza kuuliwa. Hapa ndipo afande akaanza kuunganisha matukio na kukumbuka kwamba ndio maana Kim alikuwa anangania sana kubakia huko Selo, kwa sababu alikuwa anajua kwamba yeye ni mtu ambaye atafuatia kuja kuuliwa. Kwa hiyo huyu muuaji ni kwamba huwa achagi mtu yote ambaye amekushuhudia tukio lake. Captain Seal akapata uhakika kabisa kwamba anayefuatia sasa hivi ni bidada Joanna. Haraka sana akakimbiza gari yake mbaya kufika eneo la tukio, lakini akakuta bidada Joanna tayari ameshamaliza kufanya upasuaji wake na tayari yule mtu alikuwa ameondoka katika eneo lile. Wakati huo Mwamba Sangyang naye alikuwa ametimba katika mitaa hiyo, kisha akaanza kurudisha ripoti kwa huyu afande Seal na kumwambia kwamba kuna nyumba ambayo nimeanza kuhisi kwamba muuaji atakuwa anashinda, kwa sababu hiyo nyumba inaonekana na basement kwa chini sana. Inaonekana kwamba muuaji alikuwa hapo kwa kipindi cha miaka 20 iliyopita. Ila Captain Seal alipokuwa kitazama sana hii nyumba akakumbuka kwamba kuna mtu aliwahi kumleteaga ujumbe katika kituo cha polisi, ambapo alimleteaga picha za Mwamba Sangyang kipindi cha miaka ya zamani sana. Akaanza kushangaa kuona kwamba ule ujumbe ulikuwa unatokea katika maeneo haya. Habari zikatapakaa sana katika vyombo vya habari juu ya mhalifu ambaye aliweza kushutumiwa kwa masuala ya mauaji bwana Kim, pia eti kwamba ameweza kuuliwa akiwa siko Selo. Hii kitu iliwatetemesha sana wananchi na kusema kwamba ikiwa katika maeneo ya vituo vya polisi kuna shida, basi itakuwaje kwa sisi ambao tunaishi katika maeneo yetu. Huku upande wa pili nyumbani kwa kina Mwamba Sangyang alikuwa anawaza sana siku ya leo akidiscuss na malaika wenzake namna gani anaweza kuwa binadamu. Lakini huyu mbwa mtu akamwambia jamaa kwamba kuna dogo mmoja hivi anakujaga na kutoa maono yake, huenda atakuja kutoa maono yenye majibu sahihi kuhusiana na wewe kubadilika kwa binadamu. Basi akaanza kumfuatilia huyu dogo na mwisho wa siku akafanikiwa kumuona akiwa katika juu ya paa, na kisha akamuita na kuanza kumuuliza maswali kwamba anawezaje kufanya kwa binadamu. Lakini dogo akamwambia kwamba uwezo huo utakuwa nao na Mungu amekupa nafasi wewe kupendana na bidada Joanna, lakini njia ya kubadilika na wewe kuwa binadamu Mungu anataka wewe ndio uihangaikie na uweze kuijua. Mwamba moja kwa moja akanyosha mpaka kwa malaika
mmoja hivi mwelevu sana, kisha akamshirikisha jambo hilo. Lakini ule malaika akamwambia kwamba kuna hiyo njia ambayo inaweza kusababisha wewe hapo kubakia kuwa binadamu, ni kupigwa mshale ambao utakwenda kundiaga katikati ya maeneo yako ya kifua. Lakini kama mshale huo baada ya kupigwa ukakukosa, basi ni hatari zaidi kuliko hata ungepigwa ungeweza kupata. Kwa kifupi ni kwamba sio jambo zuri kuweza kulijaribu. Lakini Mwamba Sang'yang akasema kwamba kwa ajili ya bidada na mapenzi yake, basi yuko tayari kufanya jaribio hilo. Maafande wanaamini kwamba kwa sababu bidada wakati mwingi huwa amekuwa akiwindwa, bila shaka huenda huyo muuaji amewahi kupita katika mitaa yake na amewahi kutana naye mara nyingi tu, ila bidada alishindwa kumgundua. Ikabidi wampeleke katika hospitali ya uchunguzi, na kisha akaanza kumwambia kwamba kumbuka matukio yote ambayo yanakuhusu pamoja na watu ambao wamewahi kufanyia mambo mabaya. Lakini bidada katika harakati za kukumbuka akakumbuka kwamba ile siku anazikwa hakuweza kumuona kabisa muuaji, lakini ile sauti Mwamba alivyokuwa akiongea akaifananisha sana na huyu mtu ambaye alikuwa amemleta mbwa siku ya leo pale hospitalini pake. Lakini pia huyu jamaa ndio mume wa yule mwanamke ambaye alikuwa amepoteaga, na huyu jamaa amekutana naye kama mara 2 hivi pasipo hata kujua kwamba ni mtu mbaya. Baada ya kuamka tu akamweleza wazi kwamba yule mwanamke ambaye alikuwa amepotea, mume wake alikujaga kulalamika kwa kusema kwamba mke wake ameweza kuuliwa. Yule mume ndio mtu ambaye ni muuaji. Mwamba Captain Seal baada ya kuweza kuzipokea taarifa hizo, basi moja kwa moja akawa anataka kumchukua bidada aweze kumrudisha nyumbani, lakini akawa amepokea simu. Ikabidi kumwambia bidada kwamba abakie ndani ya gari afu yeye anakwenda kuongea na simu kidogo. Lakini kitu pekee ambacho alikuwa hajakijua ni kwamba nyuma ya ile siti ya gari kulikuwa kuna bomu lililoweza kutegeshwa, na bomu hili lilikuwa likihesabu. Upande wa pili, kiongozi wa malaika alikuwa akiongea na Mwamba Sang'yang kwa kumwambia kwamba maamuzi yako ya kuwa na bidada ni kosa kubwa sana, na ukumbuke kwamba kuna utaratibu wewe kuepuka hayo yote, lakini kwa sababu umeamua kuwa na bidada, basi bidada yuko katika hatari na wakati huu atakwenda kufa. Na ili bidada asipatwe na majanga mengi, anapaswa Mwamba kubadilika kuwa binadamu ili asipewe adhabu hiyo ya miungu. Basi akamwomba haraka sana yule mbwa mtu na kumwambia kwamba ampige ule mshale, na baada yule mtu kupiga ule mshale, moja kwa moja Mwamba akafanikiwa kuweza kujichomoa pale ndani. Na mpaka kufikia sasa Mwamba ni binadamu kamili, kwa ana haki ya kuwa na bidada, na kuanzia sasa hivi bidada atakapokuwa naye jirani, basi bidada hatakuwa akipata matatizo. Lakini ubaya ni kwamba tayari bomu lilikuwa limetegwa na linahesabu. Muuaji alikuwa kando akishuhudia tukio zima, akisubiria tu dakika ziweze kufika kisha bidada aweze kuteketea. Na kweli kabisa ukasikika bonge la mlipuko. Mwisho wa siku bana, ukimya ukawa umetawala. Mwamba Captain Seal alitamani sana kwenda kumkomboa bidada katika lile gari, lakini moto ulikuwa ni mkali sana. Ila jambo la kushangaza ni kwamba alikuja kuonekanika hapa Sang'yang malaika akiwa ameweza kumkomboa bidada huko anaelea naye angani. Bidada alibaki anashangaa tu. Hili tukio muuaji aliloweza kuliona mbele ya macho yake lilibaki linamshanganya sana, kwa sababu hakuamini kabisa mbele ya macho yake kwamba kumbe wakati wote wale alikuwa akishindana na malaika. Oho, hii ikabidi kumkimbiza eneo hilo. Mwamba anakimbia na jamaa Sang'yang alikuwa akiendelea kumfuatilia kwa nyuma mpaka walipoweza kufika katika nyumba ile ambayo Mwamba alikuwa ameshtukia kwamba huenda muuaji atakuwa anaishi hapo. Walipigwa mkono kwa muda mrefu sana. Hatua za awali kabisa Mwamba alikuwa ni mwenye nguvu zaidi, lakini kwa bahati mbaya sana huyu muuaji akawa amempiga kisu. Jamaa katika harakati za kujikongoja akawa amemsukuma muuaji, na mwisho wa siku muuaji akaangukia kichogo, na hapo akawa anapoteza maisha yake. Lakini wakati huo watu wote aliokuwa ameweza kuangamiza walikuja kulipa kisasi, kwa sababu hizi ni nafsi ambazo zinaweza kupambana na nafsi nyingine. Basi walianza kumshambulia Mwamba, akampokea kwa kipigo kizito. Bidada Joanna alipoweza kufika tu kwa Mwamba, alishangaa sana kuona kwamba jamaa ndo kwanza hali yake ilikuwa ni mbaya zaidi. Akazidi kumsiko kumwambia kwamba abakie na yeye, lakini kwa bahati mbaya jamaa dakika zikawa nyingi, akawa ameweza kutoweka. Kutoweka kwa Mwamba Sang'yang kuliambatana pia na kutoweka kwa wale malaika wengine aliokuwa akiishi nao katika ile nyumba moja. Mwisho wa siku bidada alijikuta analia sana, hakutegemea mwisho mbaya kama huu. Watu majumbani kila mmoja alikuwa akishuhudia habari hizi kwamba muuaji ameweza kuuliwa, na kwa bahati nzuri ni kwamba historia yake ya kwanza kufanya mauaji ilianza kuorodheshwa kuanzia mauaji yake ya kwanza mpaka mauaji yake ya mwisho, na kadri alivyozidi kuua akajikuta anapenda sana kuua. Lakini upande wa bidada Joanna ilikuwa ngumu sana kuamini kwamba Mwamba Sang'yang ameweza kutoweka mbele ya macho yake. Siku ya leo alienda katika nyumba aliyokuwa akiishi kabla, akaenda kutazama pale na akagundua kwamba Mwamba alikuwa akimcholaga katika kila hatua ambayo anaipiga. Captain Seal baada ya Mwamba Sang'yang kuweza kutoweka duniani, basi akaanza kufanya doria zake taratibu katika nyumba ya bidada, na kisha akawa anamtembelea mara kwa mara. Lakini kwa bahati mbaya bidada hakuwa anahitaji muda wowote ule kukaa na Mwamba wala kuongea naye kitu chochote, na Mwamba hakukata tamaa, akazidi kuja siku hadi siku. Lakini siku moja bidada alifungua mlango, na bidada alisema kwamba maumivu ya mimi kumsahau jamaa ama siku ambayo ndakuja kumsahau jamaa ni nguvu sana. Sidhani kama naweza nikampenda mtu mwingine yeyote kuanzia sasa. Mwamba hakuwa na namna yote, bidi kumpa bidada muda ajifikirie, huenda siku moja atabadilika tu na atakuja kupendana naye. Basi bana, bidada kama kawaida yake akaamua kurudi tena katika milima na kuanza kufanya ibada zake kama alivyokuwa akifanya kabla. Utofauti wa wakati huu na ule wakati uliopita ni kwamba wakati ule wa kwanza bidada alikuwa anafanya ibada kwa maelekezo, lakini sasa hivi ameamua yeye mwenyewe kufanya ibada pasipo maelekezo ya mtu yoyote yule, na ameamua kujiwekea siku 1000 za kuweza kufanya ibada. Aliendelea kufanya ibada
aliandikaga kila siku katika maisha yake, na alikuwa akiandika siku moja baada ya siku nyingine. Alipofika siku ya 977 akashangaa tu siku zinazidi kwenda mpaka siku alipofika siku ya 999, na kabla ile siku ya 1000 kuweza kufika akashangaa tu katika kalenda ile siku ya 1000 imeweza kujiandika. Sasa hii kitu ikabaki na mshangaza, ni nani aliweza kuiandika hii siku ya 1000 kwamba anatakiwa niende kwenye ibada? Moja kwa moja ikabidi kutimba katika maeneo ya milima mbele ya macho yake. Amini usiamini, siku ya leo aliweza kumshuhudia mwamba akiwa anakuja katika umbile la kibinadamu kabisa, na jamaa akamwambia bidada kwamba niliondoka nikiwa malaika, lakini sasa nimerejeshwa nikiwa ni binadamu, lengo nije kuishi pamoja na wewe. Na huo ndio unakuwa utimilifu wa stori yetu nzuri tulikuwa tumeanza mwanzo mpaka kufikia hapa.